na fedha yetu iwe inazidi kupata nguvu dhidi ya dola ya Marekani ambayo kama ulivyohitaja ni popular currency kwa sababu inatumika kwenye international business, kwenye platforms nyingi sana za kibiashara duniani. Lakini kwa mfano ukirejea nyuma mwaka 2015, miaka 10 iliyopita, GDP ya Tanzania ilikuwa dola za Marekani bilioni 47. Kenya ilikuwa dola za Marekani bilioni 70. Leo hii 2026, Kenya dola za Marekani bilioni 147. Tanzania dola za Marekani bilioni 91, around 90, 91, 92 hapo. Sasa GDP imekuwa kwa maana kwamba uchumi umeongezeka, lakini bado shilingi ya Tanzania inazidi kushrink. Sasa hiyo inakuwaje kitaalamu? Yaani kiuchumi inakuwaje? Kwa nini uchumi unakuwa halafu bado shilingi inazidi kudhoofika dhidi ya dola ya Marekani? Sasa unajua hizo zote ni economic indicators Hivyo vyote ni viashiria vya kiuchumi. Ukizungumzia sarafu, uhimilivu wake pamoja na pato la taifa, uhusiano unaweza ukawa ni tofauti kwa sababu though ni vitu ambavyo vinahusiana, lakini sasa uhusiano wake unaweza ukawa kwenye engo tofauti. Unazungumzia uchumi kukua, unauangalia kwenye engo ipi? Mfano, unazungumzia pato la taifa, si ndio uzalishaji uliofanyika, lakini pia uzalishaji huu labda ni njia ipi ya ukuaji wa uchumi tulioiangalia hapa? Ni ya matumizi ya serikali? Unazungumzia njia ya uzalishaji zaidi bidhaa? Unazungumzia njia ya aina gani? Kwa sababu unajua ukuaji wa uchumi unapimwa kwa njia mbalimbali Ukiangalia tu yenye GDP jinsi ilivyokaa, kuna production method, kuna income method, kuna expenditure method. Sasa zipo njia mbalimbali za uzalishaji, mapato, matumizi. Sasa inategemea na uchumi huu umekuwa zaidi kwa mtindo au kwenye engo gani. Kama ni uchumi ambao ulikuwa kwa mtindo ambao umehusisha uzalishaji zaidi, tegemea kuiona thamani ya sarafu ikiongezeka. Na pia je, unauza wapi? Hilo ni eneo lingine. Uzalishaji unaweza kuongezeka, umepata zaidi masoko nje. Yaani wewe ukiwa una akiba ya fedha za kigeni iliyo nyingi zaidi, tegemea kuiona fedha yako ikipanda thamani, kwa sababu dola kwako sio issue, unakuwa hauhitaji. Leo hii kutokea kukawa kuna scarcity ya dola ya Marekani, yani kuna ule uchache wa dola ya Marekani, tegemea kuona thamani ya fedha yako ikizidi kuporomoka, kwa sababu unahitaji fedha za kigeni. Yani wewe unahitaji kuwa na rundo la local currency, yani fedha zako za ndani ubadilishe kuwa dola ya Marekani ili uweze kuagiza bidhaa. Kwa hiyo dola inazidi kupata nguvu kwa sababu tunainunua sana kama bidhaa. Sahihi kabisa. Tunahitaji sana. Sasa Mkimo, kuna jambo ambalo umelizungumza mwanzo. Tunazungumza hapa kuhusu dola na ni dola ya Marekani. Lakini kuna fedha ambazo ulikuwa umesema, kuna fedha ambazo zina thamani kubwa, lakini kuna fedha ambazo zina nguvu ya kiushawishi. Dola ya Marekani tunayozungumza hapa sasa hivi haipo hata kwenye 5 bora ya fedha ambazo zina thamani kubwa. Nilikuwa naangalia hapa, naona kuna Kuwait dinari ambao umeanza kuitaja ndo namba 1, lakini kuna Bahrain dinar, kuna rial ya Oman, kuna dinari ya Jordan na paundi ya Uingereza. Hizi ndizo fedha ambazo zina nguvu zaidi kithamani. Lakini dola ya Marekani ina ushawishi na euro pamoja na faranga ya Uswizi. Kwa nini zaidi dola ya Marekani? Kwa nini dunia haiangalii na kuelekea kama hivi ambavyo sasa hivi tunasema tusifanye biashara kwa kutumia dola na nini? Kwa nini tusiwe katika fedha hizi ambazo zina nguvu? Kwa sababu kubadilisha dinari moja ya Kuwait hapa Tanzania ni zaidi ya shilingi 8,000. Ni fedha ambayo ina nguvu sana. Kwa nini tusizungumze fedha hizo? Tuzungumze dola ya Marekani, dola ya Marekani, dola ya Marekani. Unajua kuna kitu kimoja. Yaani fedha yenyewe ukiangalia tu fedha, unajua hizi fedha ni sisi ndo tunazipa thamani. Yaani sisi ndo tumekubaliana kwamba ile fedha ambayo unaiona of course nachelea sana kuita piece of paper. Yaani kile ambacho unakiona kwamba hii ni fedha. Sisi tumekubaliana ile kuwa legal tender. Yaani tumekubaliana kwamba hii tutaitumia sisi kama medium of exchange. Kutokea kule kwenye zile barter trade ambazo kuna hizo double coincidence of wants, mpaka wewe umtafute mwenye kile ambacho wewe unacho yeye anakihitaji ili muweze kubadilishana. Nazungumzia hizi fedha tumekubaliana sisi kwamba bwana hii ndio medium of exchange. Sasa Marekani bahati aliyoipata au tija aliyoipata tangu miaka ya 70, fedha yake
alifungamanisha mfano na hivyo mafuta ukitoka huko kwenye gold standard tunazungumzia dola ya Marekani yenyewe kutokea tangu miaka hiyo imekuwa ikitumika kama ndio common global currency, yani yenyewe ndio sarafu inayotuunganisha. Mfano tu leo hii hata wewe ukikutana na mgeni, yani kuna vitu unajua vimetumika kwa common. Leo hiyo ukutana na mgeni kokote pale kwenye nchi yoyote, kitu cha kwanza utamuuliza do you speak English, kwa sababu Kiingereza kimekuwa ndio lugha iliyo common kote. Unaelewa hicho kitu Sasa tunarudi kwenye sarafu pia. Dola ya Marekani na yenyewe wakati Kichina ndio lugha yenye watumiaji wengi duniani. Unaona sasa? Kwa idadi. Of course kwa idadi. Yeah. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba dola ya Marekani imekuwa ndio common currency. Changamoto ni kwamba ukiendelea kukubali kutumia zaidi dola ya Marekani kuliko fedha yako ya ndani, maamuzi yako wewe yatakuwa yanategemea uamuzi wa Federal Reserve. Yaani haina haja wewe kuwa na benki kuu, kwa sababu wanachokiamua Federal Reserve ndicho wewe itabidi ufuate hicho. Na kibaya zaidi, wewe huna nguvu ya sera zako za kifedha. Sasa unaita monetary sovereignty, unaikosa, hauna tena. Wale wakiongeza riba, wewe huko unaumia. Wale wakiamua sasa wanataka kudhibiti mfumuko wa bei kwa staili ambayo ya kuweza kuongeza hivyo kama hivyo rates, ina maana dola inakuwa inapungua kwenye mzunguko. Kitu ambacho Donald Trump amekuwa akikipambania sana. Anatamani fedha yake isiwe kiranja kiasi hicho. Anatamani sana kufanya devaluation. Mara kwa mara amekuwa akisema China mimi wananikera sana. Unajua China wajanja, wakitaka kuuza zaidi nje wanaidevalue ile fedha yao, wakipunguza thamani. Unajua ukipunguza thamani fedha yako wanavutia watu kuja kununua bidhaa zako. Si bei wakija kununua sasa, ina maana wewe unazidi kupata tija zaidi. Kwa hiyo kile kitu Marekani inashindwa kufanya, anatamani kudevalue. Ndio maana ugomvi wake na Jerome Powell, yule alikuwa mwenyekiti wa Federal Reserve, walikuwa kigombana sana, shusha rates ili aidevalue, shusha thamani dola ya Marekani. Lengo lake ndio hilo. Kwa hiyo unaona kabisa wale kule wana maamuzi yao. Wewe ukitegemea sarafu ambayo inaendeshwa kwa maamuzi yao, benki kuu yako haina haja ya kuwepo. Sawa Mkimo. Sasa tuwasikize na wafanyabiashara kile ambacho wanakizungumzia. Tuanze kule mkoani Morogoro, wafanyabiashara wanasema nini pale ambapo katazo la kutumia dola katika biashara zetu hapa nchini limetolewa hivi karibuni. Maagizo aliotoa Mwigulu Nchemba kuhusu wageni ambayo wanapoingia nchini kwetu hususan ni hela ya kigeni, ni namuunga mkono, kwa sababu watapoingia Tanzania moja kwa moja wasitumie hela ya kigeni sehemu husika. Hela za kigeni moja kwa moja waende wakabadilishie mabenki, kusudi watapopata hela za Tanzania ndio waje kwetu kununua bidhaa na sehemu husika kwa mahitaji yao. Hela za kigeni mara nyingi wanapokuja madukani ndio utaperi unaofanyika, na sababu wana mitambo kabisa ya kutengeneza hela bandia. Hiyo inafanya watu wadhulumike na kuuziwa hela za bandia. Sasa nashauri kama serikali ilivyotoa maagizo, na mimi naunga mkono ili swala lifanyike kwenye benki katika kuchenji hela, isifanyike mitaani. Naunga mkono 100%. Nzuri sana kwa tamko la waziri, kwa kweli ninaliunga mkono na ni nzuri sana. Na waziri huwa mara nyingi nafuatilizia hotuba zake, ni nyingi kwa kweli, ni nzuri, lakini utekelezaji ya wale ambao wanapewa majukumu ya utekelezaji ndio yanakuwa ni magumu sana. Ni nzuri sana kutumia hela yetu ya Kitanzania, inakuwa ni bora zaidi kuliko kutumia hela za kigeni. Hata wapangaji wengi unakuta anakuambia anatumia dola, anamwambia mimi nataka hela kwa dola. Kwa hiyo inakuwa ni gumu sana. Kwa hiyo naomba tu waziri mkuu aitilie mkazo, kama kweli ameamua kweli kuisimamia kidedi na nchi yetu iendelee, basi iwe nchi yetu iwe nzuri sana. Tunaona mapokeo ya wafanyabiashara kwamba na wao wanatamani itumike fedha yetu sisi hapa nchini, lakini wakazi wa kule mkoani Mbeya, nini ambacho wanakizungumza? Kwanza naipongeza serikali kwa kuchukua hatua kama hiyo, kwa sababu tukitumia fedha yetu sisi inapelekea kukuza kiuchumi. Pia pesa yetu inaweza pesa yetu inakuwa ina thamani kubwa kuliko kutumia pesa ya kigeni. Tukitumia pesa ya kigeni tunakuwa tunakuza uchumi wao na uchumi wetu unakuwa chini. Hivyo naipongeza serikali kwa kufikia hatua kama hiyo, itatuletea maendeleo makubwa katika nchi yetu. Naishukuru serikali, lengo lake ni nzuri,
lakini sisi wafanyabiashara, wafanyabiashara sisi tunakuwa inatubana kufuatana nini? Sisi kwa mfano mimi nauza kitu cha 2000 alafu nikapewa dola moja ile nikauza kwa 2000, nikapewa dola moja kitu changu ninachouza 2000, nikienda kuchange hapa dola ni 2500 2200, kidogo naambulia hicho cha juu napata hicho cha juu na nufaika, japo lengo lao serikali pia ni nzuri, japo kwa sisi wafanya biashara naona hatuwezi kupata mzunguko. Kuhusu swala la manunuzi kwa pesa ya ndani ni jambo zuri, mi kwangu silioni kama ni jambo baya. Ni namna mojawapo ya kuipa value pesa yetu, kwa sababu kama serikali wameona kwamba fedha ya kigeni haitakiwi kufanya malipo kwa manunuzi hapa kwetu, ni namna pekee ya kutafuta thamani ya pesa yetu pia iweze kuwa na uthamani zaidi. Tukisema twende kwa kufata pesa ya kigeni, tunaipunguzia uthamani pesa yetu, lakini kwa kuipa kipaumbele pesa yetu, kwamba hata mgeni akija hapa anataka kufanya manunuzi, fedha ya kigeni alionayo aichange kwanza kwenye mabenki yetu and then aje akafanya manunuzi kwetu, ni namna nzuri pia ya kufanya mzunguko wa pesa yetu kuliko kuruhusu pesa ya kigeni kwenye nchi yetu iendelee kufanya manunuzi na malipo, alafu ya kwetu sisi tukaiweka kapuni. Mwisho wa siku tutaiona pesa ya kigeni ndio ya thamani sana kuliko pesa yetu. Lakini hapo maeneo ambayo yana changamoto sana, bila fedha ya kigeni biashara zao hazitokwenda. Kwa mfano ukitoka Mbeya mjini tu hapo kuelekea aidha Tunduma au Kyela, mfanyabiashara yoyote anayepeleka biashara zake pale, kama hela ya kigeni ya nchi jirani haijampitia, inaonekana biashara kwake hajafanya. Sasa swala unapokuja kuzuia kwamba fedha ya kigeni isitumike katika nchi yetu, maana yake maeneo hayo watu wataishije? Mtahamisha watu sasa serikali, na watu watashindwa kumuvu, kwa sababu wanategemea fedha ya kigeni wapitie kwenye mikono yao ili kwamba biashara yao ionekane imekwenda. Bila fedha ya kigeni kupita kwenye mikono yao, biashara haijaenda. Labda kama wanapenda hivyo, wangechagua baadhi ya maeneo aidha katikati ya nchi, fedha za kigeni zisitumike, lakini pia hizo fedha za kigeni zimejaa kwenye mabenki ya Tanzania na ndio wanao change. Sasa watakuwa na mchenjia nani kwenye mafedha kwenye mabenki watakuwa na mchenjia nani hizo fedha kama watakuwa wamezizuia? Wakazi wa mkoani Mbeya, na hayo ni maoni yao. Mkimo umepata kuwasikia wafanyabiashara kutoka kule mkoani Morogoro, wafanyabiashara baadhi kutoka Mbeya pamoja na wakazi wa Mbeya. Hizi fedha za kigeni hatuzitumii tena, tunatia agizo kwamba tuzitumie kwenye biashara za ndani. Tunatakiwa kuzitumia wapi? Ni kwa ajili sasa, of course, sasa unajua ni kwa ajili ya matumizi, kwa sababu unajua ukijaribu kuangalia mfano kisheria kabisa, kuna ile sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2006, pasi na shaka kifungu cha 26 kinaonesha kabisa kwamba fedha halali kwa matumizi ya ndani ni shilingi ya Tanzania. Kwa hiyo ukienda kinyume inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unaona kabisa vitu vingine vimeainishwa kabisa kisheria. Sasa maeneo ambayo tunasema kwa hizi local transactions, ile miamala hapa ndani, mfano sidhani kama ni sahihi unakwenda kulipia ada tu, mtu anakuambia ulipie kwa dola ya Marekani. Na wakati mwingine sio tu kulipia kwa dola ya Marekani. Tusisahau na swala la quotation. Wakati mwingine mtu ananukuu kwamba mimi nauza hii kwa dola ya Marekani. Haitakiwi quoted prices, bei ambazo zimenukuliwa hazipaswi kuwa kwa dola ya Marekani, ndio hapo unahimiza matumizi ya dola ya Marekani. Kwa hiyo of course kuna maeneo ni ngumu kupinga, mfano biashara za kimataifa, lakini pia hata wageni wanaokuja, ndio maana unaona pasi na shaka kwenye klasi C ya zile leseni zinazotoka kwa ajili ya masoko ya fedha zipo kwa hotels pia, hizi hoteli za kifahari ambazo zinapokea watalii, pasi na shaka hapo kwenye class C. Kumbukumbu zangu ziko vizuri kabisa, ni class C. Alafu sasa unakwenda unaangalia na kwenye maeneo mengine, maduka kubadilisha fedha, class A, class B. Sasa hayo ni maeneo mengine, lakini nitakwambia tu kwamba hichi kinachozungumzwa tutumie wapi ni kwenye biashara ambazo tunaona kabisa zina uhitaji wa matumizi ya dola Marekani, hasa kwenye biashara zile za kimataifa. Unajua leo hii
zikiwa nyingi fedha za kigeni ambazo wakati mwingine mnashindwa kudhibiti matumizi yake, zikawa zinazunguka tu, thamani ya sarafu ikapungua shilingi ya Tanzania, tegemea kuona una kitu tunakiita import inflation kitatokea. Thamani ya fedha yako imeshuka, unahitaji rundo la hela wewe uweze kukusanya ili ubadilishe kuwa fedha ya kigeni ufanye biashara za kimataifa. Lakini kuna kitu kimoja. Hoja hapa sio kupiga marufuku matumizi ya dola ya Marekani. Cha muhimu hapa tuongeze imani ya thamani ya shilingi, yani mimi niamini shilingi. Unaelewa hiyo hoja vizuri? Kwa sababu kuna nchi ya mfano, angalia Zimbabwe, ilifika wakati wakaona wakawa wamepoteza imani na fedha yao. I do not say, sisemi kwamba ya kwetu tumepotezea imani, hiyo lieleweke. Ninachokisema tuiongezee imani shilingi ya Tanzania ili watu wasiopt kwenda kwenye dola ya Marekani. Tuiongezee imani kwa maana ya thamani yake kuwa kubwa. Ili usifikirie dola ya Marekani. Kwa sababu unajua wakati mwingine unashawishika kutumia dola ya Marekani kwa sababu imani ya thamani ya shilingi wakati mwingine mtu anaweza akadoubt. Lakini sisemi kama ni imani imepotea katika mtindo wa aina hiyo. Shilingi moja ya dola moja ya Marekani ni 2600. Yes. Dola shilingi moja ya Tanzania ni sasa na dola za Marekani 0.00038. Kwa unaweza ukaona hiyo gap lililoko hapo. Lakini umezungumza hapo kwamba hoja sio kupiga marufuku. Mimi sio mtaalamu wa uchumi na actually naweza nikasema kwamba ninajua vitu vichache sana kwenye uchumi, unafahamu zaidi. Hivi kwenye matumizi ya currencies ni swala la mtu kupiga, yani ni swala la tamko. Kwa sababu mimi nilitegemea kwamba taasisi za kifedha za ndani, hasa zile taasisi, najua tuna taasisi zote za kifedha za ndani zinasimamiwa na taasisi moja kuu tunaifahamu, ambayo yenyewe inasimamia sera ya fedha na price fluctuation, masuala ya mfumuko wa bei. Lakini kwenye sera ya fedha, sera thabiti zilizopo za kifedha haziwezi zenyewe tu zikatengeneza hayo mazingira ya kutumia zaidi shilingi ya Tanzania kwenye soko la ndani. Kuliko hii tunasubiri labda waziri mkuu nani aje apige marufuku. Kwanza leo ni marufuku kutumia dola kwenye soko la ndani. Good luck. Unazungumza the same thing ambayo nimetoka kuongea muda mfupi uliopita. Yaani ni hiyo good luck. Yaani hizo sera ambazo unazizungumza ziendane sasa kwenye kuiongeza imani ya unajua kitu kimoja. Unajua uchumi wenyewe naturally jinsi ulivyo. Mfano, ukiwa na sera ambazo zinafanya thamani ya fedha yako inakuwa ni kubwa na yenye tija zaidi, huwezi kufikiria huko. Yaani tuifanye shilingi yetu izidi kuendelea kuwa himilivu, izidi kuendelea kukaribiana thamani, kuifanya iwe na thamani zaidi. Though pia wakati mwingine usijisifu sana thamani ya fedha yako kuwa ni kubwa sana kulinganisha dola Marekani, utakimbiza pia exportations. Yaani watu wanakuja pia kununua kwako sababu thamani ya fedha yako pia wakati mwingine si kubwa kiasi hicho. Unajua ile miaka ya nyuma huko, wakati wa baba wa taifa, nakumbuka wakati huo, nakumbuka kwa kusoma ieleweke, maana bado kijana mdogo, nakumbuka kwa kusoma kwenye vitabu mbalimbali inaonyesha kwamba kwa miaka hiyo thamani ya shilingi ilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa ni kubwa sana kulinganisha na dola ya Marekani. Ndio essence ya ile neno daladala lilipotokea huko. Unaona ilikuwa ina thamani sana. Sasa kuna kitu kimoja. Ukisema thamani ya fedha yako ni kubwa sana, biashara za kimataifa exportation, yani bidhaa zako hazivutii. Biashara za kimataifa watu watashindwa kuja kununua bidhaa zako kwa ukubwa kwa sababu thamani ya fedha yako ni kubwa mno. Kwa hiyo inabidi udevalue. Ndio maana wakati anaingia Mzee Ruksa, miongoni mwa vitu ambavyo vilifanyika pia ni devaluation ya shilingi ya Tanzania, ilishushwa thamani. Hicho kitu ndicho ambacho kilisababisha biashara za kimataifa zikafanyika kwa ukubwa. Kwa hiyo umezungumza kitu kizuri sana Good Luck. Kuna haja ya kuwa na hizo sera ambazo zenyewe zinaweza kufanya shilingi imani yake iongezeke kwenye kuitumia. Yaani uone kabisa kwamba value inakwenda kurandana kwa moja ama nyingine. Na ndio kitu ambacho of course hata kile ambacho Balkis aliuliza, unaona kabisa ukiwa unatumia sana fedha yako ya ndani, unaiongezea uhitaji. Ukiongezea uhitaji, thamani yake inapanda kulinganisha na dola ya Marekani.
lakini tukiendelea kutumia zaidi fedha ya kigeni, ili ndo unaipa demand. Ukiipa ile demand, thamani yake ndo inapanda. Wakati mwingine hata deni linaongezeka pia kwa sababu linalipwa kwa foreign currency. Sasa thamani ya fedha yako ndo ina determine pia hata deni lako pia wakati mwingine kuongezeka kwake au kupungua kwake. Kwa hiyo haya nayo pia ni ya kuyaangalia. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia thamani ya fedha kuendana na sera ambazo zitaleta tija zaidi, ila mimi nitahimiza zaidi kwenye uzalishaji bidhaa. Tukiwa tuna viwanda vingi, tukazalisha bidhaa, tukauza nje, tunaweza kupata foreign currency, kwa sababu utalii pia, dhahabu, haya maeneo ni muhimu sana. Tena basi hakuna eneo zuri kama la dhahabu. Sahihi kabisa. Yani of course Tanzanite, lakini hasa dhahabu, sababu unajua dhahabu wanasema yenyewe iko inversely proportional na dola ya Marekani. Yani uhusiano wake ni tofauti. Ukiona dola ya Marekani inafanya vizuri sana, dhahabu inaporomoka. Ukiona dhahabu inafanya vizuri sana, dola ya Marekani thamani imeporomoka. Sasa hifadhi sana dhahabu ili uweze kukabiliana na hili. Unajua Marekani mfano ile swali ambao uliuliza Balkis, kwa nini Marekani hivyo, dola ya Marekani watu wanapenda sana kuitumia. Hivi unajua reserves za nchi nyingi duniani zaidi ya 57% akiba yao fedha za kigeni ni kwa dola ya Marekani. Wanahifadhi fedha nyingine. Tena hapo imepungua kwa sababu ya mambo ya BRICS, wengine wanataka waondokane na utegemezi wa dola ya Marekani. Lakini ukiangalia tangu awali huko wengine walikuwa zaidi ya 80%. Imekaa hivyo. Kabisa, nashukuru sana Mkima bwana. Tunashukuru na umetukumbusha vizuri kwenye masuala ya daladala. Enzi hizo walikuwa wanapanda kwa shilingi 5 ambayo ilikuwa ni sawa na dola 1 ya Marekani. Ndo mwanzo wa kuitwa neno daladala, lakini leo hii dola 1 inabidi ni 2600 huko. Kwa hiyo unaweza kuona good luck. Mimi nimeweka wazi tunakumbuka kwa kusoma. Sisi bado tusije tukasema tulikuwa kumbukumbu ni kumbukumbu tu. Hiyo umesoma au umesikia kwa mzee wako. Wawekezaji wanawekeza kwa dola. Tena hivi unajua kitu kina faida na hasara zake. Faida pia kutumia sana dola Marekani. Wawekezaji wale wengine wawekezaji hapana. Ni Ali Mkima huyo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, tukizungumza naye hapa kuhusiana na marufuku iliyowekwa ya kutumia dola hasa kwenye soko la ndani.